Watazamaji, mimi ni Mura 28 kutokea maeneo ya Kongoe Mzinga. Hapo tunapiga story na mwanachama shabiki wa Dar es Salaam Africans, vile vile ni msemaji wa wakali wa Mzinga hapa Kongoe. Bwana, mambo vipi? Bwana, kwa poa, niambie Mura mwenyewe. Fresh. So kilichopo, tumeshuhudia Dar es Salaam Africans wakipata ushindi wa goli 1-0. Tukashuhudia mchezo wa Singida Black Star wakipoteza kwa goli 2-0. Azam vile vile naye kapoteza goli 2-0. Simba Sports Club naye kapoteza akiwa kwenye ardhi ya nyumbani kwa goli 1-0. Lakini tuanzie kwenye mchezo wenu, maana katika timu zote nne nyinyi ndio mmelikomboa taifa kwa kuibuka na ushindi wa goli 1-0, mkiibuka na alama 3 kwenye mchezo wa kwanza kabisa, huku mkielekea kwenye michezo mingine inayofuata. Kwanza kama alivyosema, tumeshukuru Mwenyezi Mungu kukutana tena leo siku ya Jumatatu kuelezea mchezo wa mpira ambao ulikuwa gundu Tanzania katika hizi wiki mzima ambayo iliyopita. Mwisho wa siku mwenye timu mzuri amepanda kile alichokivuna. Mwisho wa siku Yanga Afrika tulisafiri kwenda zetu Zanzibar za michezo yetu wa kwanza klabu bingwa barani Afrika na AS FAR Rabat. Mwenyezi Mungu amejalia tukachukua alama 3. Nadhani ule ndo mwanzo umekuja kwa sababu tulijiandaa. Na hapo unapokuja kwamba mpira sio maneno, lazima upate timu ambayo kujiandaa na viongozi ambao wanajua nini kile kitu ambacho wanakiendea. Nina imani viongozi wetu walijua kwa wanacheza na timu ngumu, lakini wao walijua moja kwa moja kucheza na timu ngumu haimaanishi kwamba sisi tusipate matokeo. Tukiwa na maandalizi mazuri tutapata matokeo. Mwisho wa siku Yanga Afrika tumevuka alama 3, tupo kwenye nafasi ya pili kwenye kundi letu. Mlikuwa mnatishwa kwa ubora wa AS FAR Rabat, maneno yalikuwa mengi, lakini inaonekana Yanga Africans inarudi na imerudi kuonekana kama Yanga ile ya ushindani. Kila mmoja ameanza kuiogopa na kila mmoja ameanza kutishika baada ya kuona performance ya dhidi ya AS FAR Rabat. Mimi nadhani ukizungumzia kutishwa kwenye mpira tunakuwa tunakosea zile timu ambazo tunacheza nazo. Mimi nina imani viongozi uliona kwamba tunakwenda klabu bingwa kucheza mashindano magumu. Kama mashindano magumu, maana yake lazima uandae timu ili ukacheze mashindano hizo timu ngumu. Mimi nina imani viongozi walijua kama tunakwenda klabu bingwa, tumeingia hatua makundi, lazima tupange mikakati thabiti ya kesho tunaenda kupambana. Kwa sababu ukizungumzia tulikuwa tunatishwa, maana yake wanasema kwamba FAR Rabat ni timu rahisi. Sio timu rahisi, isipokuwa Yanga tulijipanga zaidi ya wao, tumepata alama 3. Ukaenda pale timu yako kama tepetepe unachezea, lakini Yanga ilikuwa na quality nzuri ile siku, tulijiandaa vizuri tukapata alama 3. Lakini ukisema kwa tulikuwa tunatishwa, mimi sina imani kwamba tulikuwa tunatishwa, lakini na imani moja kwa moja kila mmoja alijua tunacheza timu aina gani. Kwanza kaangalia mchino toka uzungumzia Morocco, ni timu ambayo taifa la mpira liko vizuri, timu ya taifa vilabu vyao, lakini mtana Yanga ambayo imejiandaa kuanzia chini mpaka kufika kwa uongozi. Bila kujiandaa huwezi kupata matokeo. Alafu sisi ndio mabingwa mchi, lazima tuonyeshe kwamba sisi ndio mabingwa mchi. Kwa hiyo tuwezi kubweteka kwa sababu tutasema sisi tuna timu nzuri. Lazima tuangalie je, mpinzani wetu anacheza vipi. Na imani mwalimu aliwasoma wale mabwana, mwisho wa siku tumewafua goli 1-0, tuna alama 3 za kuanzia katika mashindano.